Wanachotaji ni mahusiano mazuri baina ya mwanadamu na yeye. Yohana 3:16 maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu atakayemwamini na kumsadiki atakuwa na uzima milele. Sasa ni plani ambayo Mungu anaitengeneza duniani kumleta mwanadamu katika nafasi ya kwanza ambayo mwanadamu alikuwa amepoteza. Kwa nini tunasema nafasi ya kwanza ambayo mwanadamu alikuwa amepoteza? Mimi na wewe ni uzao wa Adamu, na hakuna hata mwanadamu mmoja ambaye sio uzao wa Adamu, labda kama uwe kibwengo. Kama ni kibwengo wewe sio uzao wa Adamu. Lakini mwanadamu yoyote ambaye yuko Kariakoo anasikiliza ni uzao wa Adamu. Baba yetu wa kwanza ni Adamu. Ina maana mimi na wewe ni ndugu. Sema tu baadhi ya vitu vinatuchenga, tunachukiana, lakini mimi na wewe ni ndugu. Na mkubali sana Mwalimu Nyerere akareka lugha ya ujamaa katika nchi nzuri ya Tanzania, ni kwamba watu tuishi kwa ujamaa, tusiishi kimakabila, watu wasichukiane. Akafanikiwa kuleta lugha ambayo Mungu mara ya kwanza alikuwa nayo, lugha ya kushirikiana, lugha ya ujamaa, lugha ya kutokututenga na makabila, lugha ya kutokututenga na wadhifa. Mwalimu Nyerere akafanikisha ujamaa, akauleta Tanzania ambayo ina zaidi ya makabila 121 kupitiliza. Wote tunaishi kwa usawa Kariakoo, Wazigua kwa Wasaramo, Wasukuma kwa Wakuria, wote tunasharabiana na kuchangamana mitaa mizuri ya Kariakoo, na wote tunaongea lugha moja ambayo ni Kiswahili na tunaelewana kama unavyonielewa ninavyohubiri hapa. Tarehe. Sasa kwa hivi rafiki yangu, Mwalimu Nyerere alifanikiwa kuleta lugha ya ujamaa. Lakini kirudi kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wake 26 na 27, Mungu anamuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa taswira yake. Mungu anatengeneza lugha ya ujamaa baina ya mwanadamu na Mungu. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17, Mungu anampa mwanadamu sheria au amri. Anasema hakika matunda yote ya mtu unaweza kula, lakini tunda moja la uchusa neno baya mwanadamu usile, maana siku utakapokula kufa na utakufa hakika. Sasa hivi tunaona ni lugha ya kwanza kwa mwanadamu na sheria ya kwanza kwa mwanadamu anapatiwa na Mungu kuitekeleza na kuitenda. Mwanzo sura ya 3 na mstari wake wa kwanza, maandiko yanasema naye nyoka alikuwa ni mwerevu sana kuliko wanyama wote wa mwitu, kisha nyoka akamfuata Hawa akamwambia ati Bwana Mungu amesema usile tunda ujinga mabaya. Hawa akasema ndivyo Mungu alivyotambua. Nyoka akasema umedanganywa. Bwana Mungu alijua kwamba ukila lile tunda utawaza sawa na yeye, utafikiria sawa na yeye, utaenenda sawa na yeye. Sasa shetani anafanya kila process ya kuvunja ujamaa baina ya mwanadamu na Mungu, ya kuvunja mahusiano baina ya mwanadamu na Mungu. Na tunaona shetani aliwini. Mwanzo 3 mstari wake wa 6, maandiko yanasema kisha Hawa akarona lile tunda la fako, matamanio la wafako kulipa, akachuma akara. Baada ya kula akampatia mume wake mbele ya Adamu, naye akara. Alipokula mwanangu, wakafunuliwa macho, wakajiona wako uchi. Kwa mwanadamu wa kwanza alikuwa mtupu, lakini hakujua kwamba yuko mtupu. Kwa tunaona kwamba dhambi inaleta aibu, dhambi inaleta utengano, dhambi inaleta kufarakana baina nafsi ya mwanadamu na nafsi ya Mungu. Na mwanadamu baada ya kula ile tunda la ujuzi bana babaya, Mungu akamtibua kwenye bustani Edeni. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24, maandiko yanasema kisha Mungu akaweka makerubi alioshika upanga wa moto wakirinda bustani Edeni mwanadamu asije akarudi, akachuma tunda la uzima, kisha kara kazidi kuishi katika dhambi pasipokufa. Sasa kwa sababu mimi na wewe ndani yetu tuna DNA ya Adamu, sasa ndani yetu mimi na wewe tuna shida ambayo inaitwa dhambi. Hii ni shida ambayo iangalii dini, kabila wala dhehebu lionalo. Na ndio maana tunasema wokovu si kwa Myahudi tu, wokovu si kwa Mwebrania tu, wokovu si kwa Mlutherandi tu, wokovu ni kwa kila mtu, wokovu ni kwa kila Mtanzania, wokovu ni kwa kila mtu atakayesadiki habari za uzima. Kwa sababu gani? Dhambi iangalii kama wewe ni Muislamu au Mkatoliki au Lutheran. Ndio maana unaweza kuona wengi ni Waislamu lakini wazinguaji, wana mifeki Kariakoo, waweka ugoro, watukanaji, wachawi, wafuka majini. Unaweza kuona wengi wa Katoliki na Lutheran lakini ni wasinzi, warevi, wararushwa, ni watu wenye matendo mabaya mitaa mizuri ya Kariakoo, na tunaishi nao hapa Kariakoo. Tunaona kwamba dhambi angalii dini wala kabila ambalo unafari, dhambi angalii dhehebu ambalo umejificha. Wenyewe namtafuna kila mwanadamu yoyote, na kusudi la Mungu ni mwanadamu apate kutolewa katika mauti na kuletwa katika uzima. Ndipo Mungu anafanya process ya kumsaidia mwanadamu, kumtoa katika madhambi, kumleta katika nafasi ya kwanza ambayo alikuwa amepoteza. Hii process ni mkasa Kariakoo. Maandiko yanasema Yesu Kristo wa Nazareti aliyemfanya mwanadamu
aliye mwanadamu wa pili baada ya kutoka kwa Adamu. Kwa nini tunasema Yesu Kristo ni mwanadamu wa pili? Mwanadamu wa kwanza aliumbwa kwa maajabu yasiyokuwa kawaida, na tunamwona Yesu Kristo anakuja duniani kwa maajabu. Advertise ya kwanza inaanza Yesu akuwa na baba. Ukitafuta babake Yesu tunarudi kwa Mungu mwenyewe. Ina maana baba wake Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe. Ina maana tunaona ni biological Yesu kupatikana si kwa Mariamu kukutana na Yusufu, hapana. Na Bikira Mariamu akabeba mimba kisha akamzaa Yesu Kristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nguvu zake Mungu zilikuwa juu ya tumbo la Bikira Mariamu na akabeba kichanga, na jina lake maandiko nasema Gabriel anamsanua Yusufu, anasema mtoto atakayezaliwa jina lake mwite Yesu Kristo. Sasa tunamwona Yesu Kristo ni mwanadamu wa pili anakuja duniani physical not spiritual. Maana Yesu angekuja spiritual kuna hata mwanadamu mmoja ambaye alikuwa na uwezo kumtazama na alikuwa na uwezo kumnena na ambaye alikuwa na uwezo wa kumwangalia, maana ana utukufu na ana uwezo. Ili jambo liliona mwanafunzi wake wa mwisho kufa baada ya Yohana. Yohana akata ameketi kwenye kisima cha Patmo. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza ndio mstari wa 9, maandiko yanasema ilikuwa katika siku ya Bwana nami nilikuwa nimeketi hiyo siku, kisha nikaona mbingu imefunguka, nikamwona mtu ambaye yuko mfano wa jua anang'aa kama jua, na anasema miguu yake imesubiriwa kama shaba ng'ayo. Anasema kwamba ulimi wake ulikuwa ni ulimi wa upanga ukatao kuwili, na anasema nywele zake zilikuwa ni nyeupe. Anasema nywele zake zilikuwa ni nyeupe. Let me tell something neighbor, sababu tazisikia na tena kuzifurahia. Nywele zake zilikuwa ni nyeupe. Sasa ni Yohana anamwona Yesu kwa namna nyingine au tofauti kabisa. Sasa Biblia inaweka wazi kwamba Yesu Kristo alipokuja duniani, kitabu cha Injili ya Yohana, Yesu anawapa changamoto Wayahudi, anawaambia ni nani kati yenu ambaye ananistaki kwa mimi na dhambi? Biblia inasema kwamba Wayahudi wanakosa dhambi ya kumshtaki Yesu Kristo. Hivyo Biblia inatuelekeza, na Biblia inasema wazi kwamba Yesu Kristo alikuwa mtakatifu na alishinda dhambi. Wewe tupishe kwanza gari ipite. Stop mwanangu. Ipite kwanza.